Kilimo ni uchumi. Hapa nipo katika kijiji cha Kasekese, wilaya Tanganyika, mkoa wa Katavi. Nimekutana na wakulima wa zao la pamba ambao wameongeza uzalishaji kutoka kilo 600 kwa ekari moja mpaka kufikia zaidi ya 1000 kwa ekari moja. Katika kipindi hiki cha maandalizi ya kilimo cha pamba msimu mpya kwa mwaka huu 2025-2026, wananchi wengi wa kijiji hiki cha Kasekese, wilaya Tanganyika, mkoa wa Katavi wapo mashambani kwa ajili ya kujiandaa na kilimo cha zao hili la kibiashara, ambapo wameiomba Bodi ya Pamba Tanzania TCB kuhakikisha kwamba wanawahisha pembejeo na kuleta vitu muhimu ambavyo vinakwenda kuwasaidia katika kuinua zao hili na kuongeza uzalishaji katika mashamba yao. Kwa majina naitwa Sada Mugumarija, ni mkulima mwezeshaji Kasekese. Mimi ni mkulima mwezeshaji wa zao la pamba. Kilimo cha pamba nimekianza miaka ya nyuma nikiwa Bariadi na baadaye kuhamia katika mkoa wa Katavi. Mkoa wa Katavi huu nina miaka 5. Miaka hiyo 5 nilikuwa nalima zao la pamba. Hili lilionyesha kuwa na uwezo mkubwa kwa ardhi ya huku Katavi. Na baada ya kuja balozi wa pamba katika eneo hili kutuelekeza namna ya upandaji, mpaka sasa misimu miwili hii niliyofuata masharti hayo ya upandaji wa sentimita 30 shimo kwenda shimo na sentimita 60 mstari kwenda mstari. Msimu ulioisha nilikuwa nimelima heka 8, nimepata kilo 7,999 kwa heka 8. Kwa hiyo mafanikio hayo kwa upandaji huo wa kufuata hivyo vipimo nimeona umeleta tija hata kwa wakulima wengine. Kwa hiyo zao la pamba limeniweka kwenye mazingira mazuri. Sasa hivi nina biashara yangu hapa, nina duka la hardware nimelipata kutokana na pamba. Kwa hiyo zao la pamba ni mkombozi kwa mazingira haya ya mkoa wetu wa Katavi. Japo kuna changamoto ambazo zipo, lakini ni changamoto za kawaida. Pia naipongeza serikali na kwa kufuata utaratibu wa kutupa pembejeo kwa wakati na kutuwezesha namna ya kutusaidia na kuleta maafisa ugani kwenye maeneo yetu ambao tunashirikiana nao kwa namna ya kuwasaidia wakulima. Kwanza wametupa sisi namna moja ambayo kila mkulima, zamani pembejeo zilikuwa zinakuja tu mkulima anasema na hekari kadhaa, lakini sasa hivi wanaongozana kwa mkulima hadi kwa mkulima kwenda kuona alichozalisha na kumpa maelekezo na kwenda kuangalia wale wadudu, kwa sababu nakuta mkulima wale wadudu wanaoshambulia mkulima hajui, anakuta labda majani yanabadilika hajui, lakini maafisa ugani hawa wanatembelea kwenye mashamba ya watu kwa wakati wote. Mimi wakulima hao naendelea kuwashauri tu kuwa karibu na hao maafisa ugani wetu hao wataalamu, ili watoke kwenye uzalishaji wa chini waende kwenye uzalishaji wa juu. Kwa majina naitwa Isaac Nikolausi Ichise, ni mkulima wa zao la pamba. Kuna faida nyingi ambazo tunazipata kutokana na zao la pamba. Kwa mfano kama mimi mwaka huu nimejishughulisha, tuseme msimu uliopita 24-25 nililima hekari 4 za pamba. Nikazitunza vizuri, nikahudumia dawa, kila kitu vizuri, na nilikuwa nafanya kwa wakati. Nimepata faida kubwa ambayo mimi naona kwa uwezo wangu na kwa umri wangu nilionao inanitosha. Nimejitahidi, nimetoa kilo 2138.6 kwa ambazo nimeenda kulima na nimeweza kupata pesa yote. Kwa hiyo mimi nawashauri au nawahamasisha vijana wenzangu wajitokeze sana kwenye zao kama ile la pamba. Changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye hilo zao la pamba, ukiangalia ardhi zetu zimeshaanza kupunguza rutuba kwa asilimia kubwa. Unakuta maeneo ambayo tunayapata, unakuta eneo halina rutuba kutosha ile kwamba ikasupport ule mmea kukua na pamba au kubebesha matunda mengi, inakuwa sasa inawatugharimu kwa wakati mwingine, kwa sababu ni miongoni mwa changamoto. Kwa mimi nilikuwa naomba kama serikali ituangalie kwenye hilo swala, kama kuna uwezekano wa kusambaza ruzuku ambazo japo zinakuja lakini haziwi za kutosha, zitembee kwa kila mtu. Kwa mimi nilikuwa naomba itoe ruzuku ya kutosha, kama ni mbolea ziwe za kutosha kwa kila mkulima apate kutokana na idadi ya hekari ambazo ameweza kuzilima. Vile vile dawa naomba ziwe zinafika kwa wakati, watu wanapata kwa wakati, ili mradi kwenda kuhudumia hilo zao, kwa sababu na lenyewe ukichelewesha dawa wadudu wakishaingia inakuwa ni changamoto mojawapo. Lakini wanasema kilimo hiki kimeweza kuwasaidia katika kuendesha uchumi wao na kufungua biashara mbalimbali, ambapo awali kabla kuanza kilimo hiki walikuwa
hawashughuliki na shughuli zozote za kiuchumi, lakini kwa sasa wanamiliki biashara kubwa ambazo zinawaingizia kipato kutokana tu na kilimo cha pamba na uzalishaji unaozingatia tija. Kwa majina mimi naitwa Aloysius Emmanuel Mahembo. Ninaishi kijiji cha Kasekese, kata ya Kasekese, kitongoji B. Ni mkulima wa zao la pamba. Manufaa niliyopata kwenye zao la pamba, kwanza nimejenga nyumba mbili, moja ya msauzi yenye bati 52, nyingine nyeupe yenye bati 80. Kwa mwaka huu nimejipanga, nimeandaa hekari 10 za pamba. Ninatarajia kuzilima mwaka huu. Na mbegu tumeshaletewa. Kwa manufaa makubwa niliyopata, ninasomesha mtoto ambaye darasa la kwanza kwenye shule za private. Kwa manufaa nimeshayapata. Nashauri vijana wenzangu tulime zao la pamba. Linalipa. Mimi tangu nianze kulima zao la pamba nimelipenda kwa sababu limenitoa kiuchumi. Sikuwa na ng'ombe, sasa hivi nafuga ng'ombe na mambo mengine kama kusomesha watoto na kadhalika. Mwaka huu nimejiandaa kulima eka 8 za pamba. Mwaka jana nilikuwa nimelima eka 6, nimetoa kama kilo 3,500 kidogo. Matarajio yangu nipate zaidi ya hapo. Pamba nimependa na najaribu kushawishi na wakulima wenzangu, mfano wanaona kwangu. Nalima kwa kuzingatia utaalamu niliopewa na wataalamu wa kilimo, na kweli nimeanza kufanikiwa kwa hilo. Kwa majina naitwa Christina Asegelile, ni afisa kilimo wa kampuni ya NGS. Tunahakikishia wakulima wote watapata pembejeo kwa muda mwafaka. Pembejeo zinafika, kwa mfano kwa sasa hivi tayari tulishapokea mbegu, japo bado kwa maeneo hatujaanza kuzisambaza, ila zipo tayari kwa kila eneo, ila bado hawajaanza kuchukua. Kwa hiyo tunatarajia watajitokeza kwa wingi na watapata kila pembejeo kwa muda mwafaka. Njia mnazotumia kuwafikia kwa maana ya kutoa elimu, mnafanyaje mpaka wananchi wakulima wanapata elimu? Njia tunazozitumia, tunatumia mikutano sana, huwa tunawaorganize wakulima kwa kutumia ile mikutano ambayo tunaifanya kwa kila kijiji, tukiwakutanisha ambao tunakuwa sisi kampuni NGS pamoja na bodi ya pamba na viongozi wa vijiji kama watendaji wa vijiji. Tunawakutanisha, tunafanya vikao, kwa tunamaliza masuala ya kilimo. Kwa mkulima ambaye ndo mara ya kwanza kuanza kuingia kwenye kilimo hiki kwa msimu huu, na kwa sasa tuko kwenye maandalizi ya kilimo hiki, kitu gani anapaswa anze nacho ili aendane na utaratibu unaotakiwa? Kwanza wakulima wetu wanaanza kwa kujisajili. Kila mkulima ni lazima asajiliwe. Akishasajiliwa ndio tunaanza prosesi za kumpa mbegu kulingana na usajili wake. Kwamba amesema analima eka kadhaa, atapewa mbegu kulingana na ule usajili wake.